Hizi kamati 7 ni kamati za kufanikisha maandalizi katika ngazi ya mkoa kufanyika bunge la IPU Tanzania Arusha. Kubwa, Tanzania imepata heshima kubwa. Katika nchi 183 za IPU, Tanzania imepata heshima hiyo. Rais Dr. Samia Suluhu amepata heshima hiyo. Mkoa wa Arusha umepata heshima hiyo. Kwa hiyo sisi mkoa wa Arusha kama mwenyeji lazima tuhakikishe tunafanya maandalizi makubwa na hamasa kubwa ya kukumbukwa na wabunge wa IPU wakiwa katika mkoa wa Arusha. Hatutoifanya kinyonge. Tunataka dunia ituelewe. Dunia ielewe Arusha ni habu ya utalii. Tunataka dunia ielewe Tanzania ni nchi ya aina gani. Ni kupitia mkutano huu mkubwa wa bunge la dunia hapa Arusha. Ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha katika sekta ya utalii. Tayari kwa taarifa nilizonazo, booking za hoteli zinakwenda kwa kasi kubwa kufuatia ugeni huu. Tayari wameanza kuomba packages mbalimbali za kupelekwa mbuga za wanyama na kwenye vivutio. Ni fursa kwa usafirishaji kwa bunge hili. Ni fursa ya kuwaonyesha wajumbe wa bunge hili ukarimu wa Watanzania, utamaduni wa Watanzania. Mimi naomba Mungu atufikishe salama ili mwezi wa 10 tuionyeshe dunia Tanzania ni nchi ya aina gani. Niliona burudani zao Uturuki, hapa itakuwa funga kazi. Tunataka kuwaonyesha utamaduni wetu, ukarimu wetu, amani tulionayo. Vivutio, Tanzania inapata fursa pia, wanaokuja watafungua fursa za uwekezaji katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ni nafasi kubwa, na tangazo hili wakati nazindua kamati hizi zote 7 kwa wananchi wa Arusha waelewe ujio. Nimeshaongea katika mikutano yangu, dunia inakutana Arusha mwezi wa 10. Tuchangamkie fursa. Kamati ya usafiri itakaa na wenye magari, teksi, namna gani ya kuwahudumia, usalama wao. Wenzetu kule hata ukiacha simu itarudi. Kwa hiyo tutakaa na makundi atakaotoa huduma. Kila kamati, iwe usafirishaji, mtakaa na watu watakaotoa huduma ya usafirishaji. Iwe ni malazi, kamati ikae na wenye kutoa huduma za malazi. Tumeweka mpaka kamati ya utalii iratibu wageni wote watakaotaka kwenda katika mbuga zetu za wanyama. Chakula, kamati ikae, wenyeji wa ukumbi, setup ya kutoa chakula ilikuwaje kule ulionaje? Quality ya chakula ilikuwaje? Kwa hiyo huduma ya chakula inatolewaje? Tunawapokeaje? Kwa tabasamu. Tunataka wakiondoka kwa furaha. Tumeweka mtaji wa wao kurudi kwenye utalii, wao kurudi katika uwekezaji. Kwa hiyo inawezekana. Tutashughulika kuona kwamba pana furaha na hamasa, lakini pasipo kubugudhi watu wengine. Siwe na foleni, pawe na usalama, amsha ya kutosha, furaha ya kutosha, na mkutano ufanyike kwa usalama.